tumekatazwa mambo kama 9 hivi. Jambo la kwanza, tumekatazwa vitu vyote ambavyo ni vya mapambo, kwa maana manukato, hata nywele. Kwa tahadhari, usichane nywele, sawa, wala ndevu. Baadhi ya ulama wamekataza kabisa, kwa sababu unaweza ukakata nywele 2, 3, 4 ukaingia katika mtihani. Kupaka manukato kumekatazwa. La pili, uko kunyoa nywele ukishahirimia, lakini ukishahirimia pale kwenye miqati usinyoe, usipake manukato, usivae kilichoshonwa. La 4 ni darasa ya jana hapa, usikate kucha. Wala usikate wala usizikate kwa njia yote, hata kwa mdomo. La 5 nini? Usioe wala kusiwe na makutano ya mke na mume, na wala msikumbatiane, wala mtu usimshike mwanamke kwa mapenzi, kwa matamanio. Jiepushe pia na kutazama kwa matamanio. Usipake mafuta, sawa. Ingine lipi? Nadhani kwa wanawake sasa. Wanawake usivae niqabu, si niqabu tu, usivae pia barakoa. Labda una dharura kubwa kwa kweli ya kiafya, lakini jitahidi usivae barakoa, usivae niqabu, usivae gloves, usifunike kichwa mwanamume, usiokavaa kofia wala ukafunika kichwa. Ukiwa na dharura, jua kali, na kule kuna jua kali sana. Kwa upande wa Shafiia, hakuna ubaya wa kutumia miamvuli kwa ajili ya kujistiri na jua kali. Baada ya hayo, tueleze kwamba unakwenda wapi. Unakwenda wapi? Tuite darasa yetu sasa, unakwenda wapi? Unakwenda Maka, kwa sababu hija inafanyikia Maka. Maka, Mwenyezi Mungu tangu alivyoumba hii dunia, harama Maka, aliharamisha ule mji wa Maka. Kuna vitu vingi alivizuia, alitia utukufu ajabu katika mji wa Maka tangu alipoumba hii dunia. Ndivyo anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha harrama Makka yawma khalaqa as-samawati wal arda. Mwenyezi Mungu aliutukuza ule mji wa Maka na akaharamisha baadhi ya vitu pale Maka. Miongoni mwa hapo ni kupigana ndani ya mji wa Maka. Ni haramu hayo yaliyoharamishwa mpaka siku ya Kiyama. Hata Mtume mwenyewe asema kumeharamishwa kupigana vita katika mji wa Maka. Asema hata mimi mwenyewe nilihalalishiwa muda mfupi sana katika mchana, yeye mwenyewe Mtume na utukufu wake. Kwa hiyo unakwenda katika mji, yani vizuri ujue unakwenda wapi, ili tusiye tukafananisha safari ya kwenda Maka na safari ya kwenda London,
safari ya kwenda Benin, safari sio ya kwenda wapi na wapi na wapi. Lazima utofautishe. Kwa ujumla unakwenda katika mji mtukufu mno. Yaliyo miongoni mwa yaliyokatazwa katika mji ule, mbali na haji, umekatazwa wewe kukata mti katika mji wa Maka. Si mti tu, hata yale majani yake kuyang'oa, kukata, kung'oa mti umekatazwa katika mji wa Maka. Usije ukafanya hivyo ukiwa haji, na katazwa. Hata kama wewe sio haji unakatazwa. Kukata mti unakatazwa. Na kuwinda unakatazwa kwa mtu ambaye alikuwa haji hapo kuwinda. Wako njiwa wa watu pale, usiwakusudie kuwawinda. Na mtu anamnapenda atakuwa wajabu. Kuwinda, wako njiwa katika mji wa Maka tangu wakati wa Mtume Muhammad mpaka leo, njiwa wapo tu pale. Sana shughulika labda na kuwapa sadaka wale, kuwalisha. Mji wa Maka ndio mji ambao Mtume Muhammad kazaliwa, na moja utukufu wa Mtume Muhammad, moja utukufu wa mji wa Maka umo kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu ametaja kwa namna mbalimbali, la uqsimu bihadha albalad, ninaapa kwa mji huu wa Maka. Kiapo kwa watu wa tafsiri za Qur'an wanajua kwamba kiapo kikipatikana katika Qur'ani, jua hicho kinachoapiwa ni kitu ambacho sio cha kawaida, kina utukufu mkubwa. Mimi nadhani hata sisi katika mazoea yetu ya kawaida huwezi kuapa kwamba wallahi nimekunywa chai na mandazi. Hapa pia nimekunywa chai na mandazi wallahi. Sasa kwani kuna ajabu gani kunywa chai na mandazi? Lakini ukisema na wallahi nimeona juu ya mbingu kumeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hapa ukiapia watu wanakuelewa, si ndivyo? Sasa hata katika Qur'ani imekuja hivyo. Alqasamu fil Qur'ani yushiru ila adhamati ma uqsima alayh, kwamba kiapo katika Qur'an chajulisha adhamatil muqsami alayh, ukubwa wa kile kinachoapiwa, adhamata muqsami alayh. Kwa hiyo mji wa Maka mnapokwenda, Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi kawapia. Tasema la uqsimu bihadha albalad, na apa kwa mji huu wa Maka. Tosheka tu kwamba unakwenda katika mji aliozaliwa Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ambaye ni khairul baraya ala al-itlaq, ni mbora wa viumbe wote kwa ujumla wake. Jibril alayhi salam siku moja wakati amekaa na Mtume Muhammad, anamwambia Muhammad, qallabtu dunya mashariqaha magharibaha falam ajid rajulan afdala minka. Amwambia Mtume, mimi nimegeuza hii dunia mashariki na magharibi, na mtafuta mtu ambaye ni bora, lakini sijawahi kukuta mtu ambaye ni bora kuliko wewe. Sijawahi kuona kiumbe ambacho ni bora kuliko wewe Muhammad. Ni Mtume Muhammad, the only man who was supremely successful in both secular and religious life. Sir Thomas Carlyle aliwahi kusema hivyo, kwamba ndiye mtu pekee katika ulimwengu, au huyu ni Michael Hart, kwamba ndiye mtu pekee katika ulimwengu ambaye ni mafanikio makubwa katika ulimwengu wa sekula na ulimwengu wa kidini. Huyo ambaye
faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam, ambaye amewazidi mitume wote kwa elimu, kwa ubora, kwa utukufu. Kimzidi mtume, maana viumbe bora katika ulimwengu ni mitume. Hao mitume wamezidiwa kwa utukufu, kwa elimu na Mtume Muhammad. Wewe na mimi tunakwenda kwenye mji ambao kazaliwa mtu huyo. Kwa hiyo lazima uvute fikra kwamba wenda wapi, unakwenda wapi. Darsa moja nilitoa nikasema, watu wanasafiri kwenda Ureno, lakini wakisafiri kwenda Ureno furaha yao ni kufika mji aliozaliwa Vasco da Gama. Wakifika Ujerumani huko wafike mahala alipozaliwa Dr. Lick. Lakini mimi na wewe tuaenda mahala alipozaliwa Mtume Muhammad. Sasa pale basi kuna masharti. Hakutakiwi kuokota chochote mbali na kukata mti. Usikate mti pale. Miti ipo siku hizi Maka. Naona kwa miaka hii michache miti na stawi ya rangi ya kijani. Kuna ukijani fulani hivi. Lakini kwa mujibu wa Mtume Muhammad, ule ukijani haufurahishi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la taqumu saa hatta yauda ardhul arab muruja wa anhara. Kiyama hakitotokea, hakitosimama mpaka ardhi ya Waarabu igeuke sasa kuwa ya kijani. Sasa baadhi ya sehemu utaona kama mitambona kuna ukijani. Ule ukijani wapendezesha mji wa Maka, lakini kwa mujibu wa Mtume Muhammad ni kwamba la taqumu saa hatta yauda ardhul arabi muruja wa anhara. Kiyama hakitotokea mpaka ardhi ya Arabu igeuke kuwa kijani na mito. Ndivyo sasa hivi inavyoonekana kule. Usikate mti, usiokote chochote kile unachokiona wewe. Hata bunda la pesa ukiliona usiokote, labda uokote kwa nia ya at-taarifu, kutambulisha kwamba bwana kuna fedha hapa kadha wa kadha. Imeleweka hapo Kwa hiyo ni vizuri ujue kwamba unakwenda kwenye mji ambao ni mtukufu, na walillahi alhamdu tutajitahidi kwamba tuonyeshe pale alipozaliwa Mtume Muhammad, nyumbani kwa kina Mtume Muhammad. Utapata raha ukiona pale ndipo ardhi ambayo ya utotoni ya Mtume Muhammad alipozaliwa. Inshallah Mungu atuwafikie haya. Kwa ufupi ni hayo. Mji wa Maka una mambo mengi. Bahati nzuri ni kwamba ndio mji ambao Qur'ani tunaisoma imeshukia hapo. Inshallah Mungu atatujalia katika ziara zetu huwa tunakwenda katika Jabal Nur, Jabal Hira pia hapo ambapo ndio Jabal Nur, mahala ambapo Qur'ani iliposhuka, mtaona ule mlima. Na mahala hapo ndipo ambapo utume wa Mtume Muhammad alipewa utume hapo. Tutakwenda kuona. Kwa hiyo ni mji ambao Qur'ani imeshuka, mji ambao kazaliwa mtume, mji ambao mtume kapewa nini? Kapewa utume wake. Kwa hiyo ni fadhila za mji wa Maka ni nyingi, lakini unakwenda kwenye mji ambao swala moja ni 100,000 ya swala nyingine tunazoswali. Yani usifanye mchezo pale ukawa mvivu hata kuswali sunna. Wewe swali tu kwa zile rakaa 2 unazozipata huku utazitafuta kwa 100,000 ndio unamfikia mtu anayeswali rakaa 2 kule.
si jambo dogo. Swala 5 jitahidi upate kwa jamaa. Ukipata kwa jamaa inakuwa nzuri, utakuwa umepata jamaa ya 500,000 kwa siku. Swala 5 siku moja 500,000. Huwa nauliza hili swali, kwa umri huu sisi ambao tuko hapa, ni nani ambaye anaweza akaishi umri uliobaki akaweza kuswali kwa jamaa 500,000 katika umri uliobaki? Inawezekana? Sasa miongoni mwa fadhila za kule ni kwamba wapata 500,000 kwa siku hii. Swala 5 tu alfajiri mpaka isha, una 500,000 zako umeweka kibindoni. Ndio sababu mtu aliyetoka Maka sio mtu wa kawaida, si mtu wa kawaida hata kidogo. Ufananishi na je aliyetoka hija kabisa, maana kuna aliyetoka Maka na aliyetoka hija. Huyo aliyetoka Maka pia sio kawaida. Je aliyetoka hija? Kwa hiyo tunakwenda wapi? Tunakwenda, nimeona ngusie kidogo hilo ili upate kujua tu kwamba kumbe ninapokwenda ni pakubwa sana. Mwenyezi Mungu abarikie.